Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliyokuandalia. Wanasayansi wa China wapiga hatua katika kuendeleza darubini ya nyuklia mita 3500 chini ya bahari. Kundi la marafiki wa utawala wa kimataifa laanzishwa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na uchumi wa michezo ya majira ya baridi waendelea kuwa kwa kasi nchini China. Kwa haya na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Wanasayansi wa China wamepiga hatua katika ujenzi wa darubini yenye nguvu iliyowekwa kwenye kina cha mita 3500 chini ya bahari ili kugundua neutrino ambazo zinaweza kusaidia kufichua mafumbo ya muda mrefu kama vile asili ya mionzi ya anga. Hamis Darwish alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Moja ya chembe ndogo zaidi zinazopatikana kwa wingi, neutrino, huwa haigusani na tundu la kawaida na inaweza kutoroka kutoka kwenye mazingira mazito ya angani, tofauti na fotoni au elektroni. Kwa hivyo, neutrino ni wabebaji bora wa siri za nyota, mashimo meusi na hata ulimwengu mzima, ingawa ni vigumu sana kugundua. Darubini hiyo ya chini ya bahari iitwayo Tropical Deep Sea Neutrino Telescope au Trident ilipendekezwa na taasisi ya Tsungdao Li chini ya chuo kikuu cha Shanghai Jiao Tong mwaka 2018 na imekamilisha kwa mafanikio majaribio ya baharini ya kifaa maalumu cha kubebea boya laini ya chini ya maji yenye vigunduzi vya fotoelektroni. Baada ya duru hii ya uthibitishaji, kundi la kwanza la maboya ya kugundua ya Trident linatarajiwa kufungwa mwaka ujao. Trident inachunguza ulimwengu kwa ubunifu kwa kuangalia chini badala ya kuangalia juu angani. Trident kamili inatarajiwa kujengwa kufikia mwaka 2030 na itaweza kufuatilia maji ya bahari yanayoshambulia neutrino zenye nguvu kubwa kwa ujazo unaofikia takriban kilomita za ujazo 7.5. Inatarajiwa kuwa darubini ya neutrino inayoendelea zaidi duniani. Kwingineko ni kwamba China imefanikiwa kupata mavuno makubwa, kuongeza matumizi ya teknolojia mpya ya kilimo na kujenga miundo mbinu thabiti katika maeneo ya vijijini mnamo mwaka huu wa 2025, ikionyesha maendeleo imara katika jitihada za nchi hiyo za kufufua vijiji na kuimarisha kilimo cha kisasa. Ronald Mutie anatueleza zaidi. China imefanikiwa kupata mavuno makubwa, kuongezea matumizi ya teknolojia mpya ya kilimo na kujenga miundombinu thabiti katika maeneo ya vijijini mnamo mwaka 2025 kwanza, ikionyesha maendeleo imara katika jitihada za nchi hiyo za kufufua vijiji na kuimarisha kilimo cha kisasa. Licha ya ukame na mafuriko, China ilikuwa na uzalishaji thabiti wa nafaka za majira ya joto na ongezeko la upandaji wa mpunga wa awali. Hivi sasa upandaji wa majira ya vuli na baridi umekamilika kote nchini na eneo la kupandikiza limeongezeka kidogo na hali ya mazao kwa jumla ni nzuri, ikiweka msingi wa mavuno ya mwaka ujao. Mwelekeo mpya wa matumizi ya vijijini kama vile ndege za utalii, mikutano ya chai na tamasha za misitu ulivutia idadi kubwa ya wageni kutoka mijini mwaka 2025 na kugeuza vijiji kuwa maeneo maarufu ya burudani. Wakati huo huo, idadi ya mashamba yaliyochukua teknolojia mpya na ujuzi imezidi milioni 20. This year, China's agriculture and rural development have shown notable new trends. Technology has played a big role in supporting farm production. The integration of primary, secondary, and tertiary industries grew deeper, and the urban-rural integration has entered a new stage. New profound changes took place in the concepts behind development and resource allocation. Altogether, they have laid a solid foundation for Chinese modernization. China iliendelea kutoa msaada thabiti wa sera ili kuimarisha kilimo, kufaidisha wakulima na kukuza maeneo ya vijijini mwaka 2025, ikitoa motisha kwa uzalishaji wa nafaka na ikiwa ni pamoja na ruzuku za kulinda mashamba, ununuzi wa mashine za kilimo na huduma za kilimo na ada za bima. Pia China imezindua mpango mpya wa kujenga mashamba ya kiwango cha juu, ikiwa ni lengo la kuongezea au kuboresha takriban hekta milioni 5.3 za mashamba mwaka huu. Kilimo cha kisasa pia kimechukua mwelekeo mkubwa mwaka huu na kuongezeka kwa matumizi ya mifumo ya data kubwa kuelekeza uchaguzi wa mazao na usimamizi wa mashamba, huku mfumo wa interneti ukitumika kuoanisha mashine na ukomavu wa ngano.
Wakati huo mashine za kilimo zilikuwa bora zaidi na za vitendo, na China imetangaza kundi la kwanza la wilaya za majaribio katika maeneo ya milima ili kupanua matumizi ya mashine za kilimo. China pia imeripoti maendeleo katika kuzuia umaskini, na kufikia Septemba iliisaidia zaidi ya watu milioni 7 waliokuwa hatarini kurejea kwenye umaskini ili kudumisha maisha yao, wakati watu milioni 33 waliokuwa maskini wakipata ajira ili kuvuka malengo ya mwaka. Utalii vijijini nchini China umejipatia umaarufu mwaka huu, na vifurushi vya utalii vya mada na huduma za chakula zilizobinafsishwa zikawa vyanzo vikuu vya mapato kwa watu wa vijijini. Kote nchini, mamlaka pia wametaja vijiji na miji zaidi ya 1500 kama vivutio vya utalii vijijini kusaidia kuvutia wageni. Zaidi ya 90% ya vijiji sasa vina upatikanaji wa 5G. Urefu wa barabara vijijini umefikia zaidi ya kilomita milioni 4.6, na upatikanaji wa maji ya bomba unatarajiwa kufikia 99% mwishoni mwa mwaka huu. Maboresho makubwa pia yametokea katika upatikanaji wa elimu, huduma za afya na huduma za wazee katika maeneo ya vijijini, na zaidi ya wilaya 2199 zimeanzisha mitandao ya matibabu iliyounganishwa, na zaidi ya 95% ya kliniki za vijijini sasa zinanufaika na bima ya afya. Na kundi la marafiki wa utawala wa kimataifa, yani Group of Friends of Global Governance, limeanzishwa rasmi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Hii ni hatua inayolenga kuimarisha mjadala, ushirikiano pamoja na mageuzi ya mfumo wa utawala wa kimataifa. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Kundi la marafiki wa utawala wa kimataifa lilianzishwa rasmi Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Wawakilishi kutoka takriban nchi 40 wanachama waanzilishi wa kundi hilo walihudhuria mkutano wa uzinduzi uliokuwa ukiongozwa na Fu Kong, mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa. Presented by the President of the People's Republic of China, our good friend Xi Jinping. We really believe that if we want to build a community of a shared future, we need an initiative like this. A lot of problems we have now, it is difficult to do it alone, but in rethinking the global governance through global governance initiative proposed by the President Xi Jinping, I am really confident that we could really change the world, create a new era, and live in new international order. You would have followed this meeting that launched the Group of Friends, and it was very obvious from the statements that were made by the member states who have joined the group. They see this as an initiative which is very timely because of the multiple crises that we face in the world today, and there is an eroding confidence in the multilateralism and the role of the UN. This initiative, which represents the global vision, the leadership of President Xi Jinping, and it builds on the earlier initiatives of the Chinese president. We welcome it. Akihitimisha, Fu Kong ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa alisema kundi hilo ni jukwaa wazi na jumuishi, na kwamba China iko tayari kushirikiana na mataifa yote katika kutekeleza kikamilifu mpango wa utawala wa kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa kwa lengo la kujenga mfumo wa utawala wa dunia ulio wa haki na uwiano zaidi na kuunda mustakabali bora kwa wote. Kundi la marafiki wa utawala wa kimataifa ni jukwaa la wazi na jumuishi. Tunaamini kuwa nchi zaidi zinazoshiriki mtazamo huu zitajiunga nasi. Tuko tayari kufanya kazi bega kwa bega na nchi zote ili kutekeleza kikamilifu mpango wa utawala wa kimataifa kupitia jukwaa la Umoja wa Mataifa, kuhimiza ujenzi wa mfumo wa utawala wa kimataifa ulio wa haki na wa uwiano zaidi, kwa pamoja kujenga jumuiya ya binadamu wenye mustakabali wa pamoja na kuunda mustakabali bora kwa wote. Na uchumi wa michezo ya baridi nchini China unaendelea kushamiri, huku hamasa kubwa kutoka kwa wapenda michezo hiyo ikiongeza idadi ya wanaoshiriki michezo hiyo, huku ratiba yenye shughuli nyingi za mashindano ya msimu wa baridi yaliyoidhinishwa na shirikisho la kimataifa la Sky na Snowboard
yaani FIS ikianza rasmi. Mwenzangu Simiyu Wanjala anatueleza zaidi. Mashindano haya yanawaleta pamoja wanamichezo kutoka mataifa mbalimbali katika maeneo kama Chongli kaskazini mwa China, ambayo yalikuwa mwenyeji wa baadhi ya mashindano ya Olimpiki za majira ya baridi za mwaka 2022. Mashindano haya pia yamevutia mashabiki wengi ambao pamoja na kutazama michezo wanafurahia kujifunza na kuboresha ujuzi wao wa kuteleza kwenye theluji. Kwa msaada wa mashindano makubwa ya msimu wa baridi, utalii jijini Beijing na mkoa wa Hebei umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Wakati wa siku za mashindano, idadi ya wageni katika Genting Snow Park huko Chongli imevuka watu 8,000 kwa siku, mara 3 zaidi ya idadi ya siku ya ufunguzi wa msimu. Hadi kufikia sasa, maeneo 8 kati ya 9 ya kuteleza kwenye theluji huko Chongli tayari yamefunguliwa kwa msimu huu na yamepokea zaidi ya ziara 751,700. Ili kuongeza matumizi, Chongli imeanzisha matukio yenye mandhari maalum kama sherehe za machweo na kuanzisha basi maalum kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing Capital Daxing na kituo cha reli cha Beijing South hadi Chongli, hivyo kurahisisha usafiri wa watalii. Wakati huo huo, kutokana na kukua kwa michezo ya baridi kote nchini China, soko kubwa zaidi duniani la bidhaa ndogo ndogo linashuhudia ongezeko kubwa la oda za bidhaa za msimu wa baridi kama miwani ya theluji na viatu vya kuteleza. Nyuma ya ongezeko la oda hizi ni uwezo mkubwa wa uzalishaji wa viwanda vya ndani. Katika kiwanda cha kutengeneza vifaa vya michezo, mashine zinafanya kazi saa zote. Kampuni hiyo ilianza kuzalisha miwani ya theluji miaka 7 iliyopita na mauzo yameongezeka kwa kiwango kikubwa zaidi. Mbali na miwani ya theluji, kiwanda kingine cha kutengeneza mabodi ya kuteleza nako kinafanya kazi kwa kasi, kikiwa na oda za uzalishaji zilizoratibiwa hadi Machi mwaka 2026. Utalii wa wageni wanaoingia nchini China umeongezeka kwa zaidi ya 90% mwaka huu katika maeneo makuu ya utalii, huku wageni wa kimataifa wakivutiwa zaidi na uzoefu wa kitamaduni na safari za kina. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa nafasi za safari za ndege za ndani zilizohifadhiwa kwa kutumia pasipoti zisizo za Kichina zimeongezeka kwa 13.58 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana msimu huu wa baridi. Miji kama Harbin na Changchun kaskazini mashariki mwa China pamoja na Yining katika mkoa unaojiendesha wa Xinjiang mashariki magharibi mwa China imeibuka kuwa kivutio kikubwa kwa watalii wa kigeni. Maeneo mbalimbali ya utalii nchini humo yanaanzisha bidhaa za safari zilizo bora zaidi na zenye ubunifu, zikilenga kuonyesha utamaduni wa kila eneo. Katika mkoa wa Heilongjiang kaskazini mashariki, mashirika ya utalii yameanzisha njia maalum ya safari inayounganisha mji mkuu Harbin, kituo cha kuteleza kwenye theluji cha Yabuli, na China Snow Town ambayo imekuwa maarufu kwa haraka miongoni mwa wageni wa kigeni. Tangu kufunguliwa Novemba 17, China Snow Town imepokea zaidi ya wageni 3,700 wa kimataifa waliofika basi kufurahia vyakula vya asili, utamaduni wa jadi na mandhari ya kipekee ya majira ya baridi. Ni mji mzuri wenye uhai mkubwa na wenye utamaduni tajiri. Kila kitu kimepangwa kwa umakini ili kutusaidia kujifunza kwa kina kadri iwezekanavyo kuhusu utamaduni wa China. Tumefurahia kila kitu tulichokiona hapa. Katika mji wa Hangzhou, mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, watalii kutoka Malaysia walitembelea makumbusho ya Liangzhu wakitumia miwani ya AR. Vifaa vya kihistoria vilionekana kwa njia ya picha za hologramu, huku mwingiliano wa ishara za mikono ukiwaruhusu kuhusiana moja kwa moja na mabaki ya kale na kufanya ustaarabu wa maelfu ya miaka kuwa hai mbele ya macho yao. So with this, it will me understand where the China from the first year until now they advanced too much with the AI. I feel I need to go more places in China to feel more experience. Namna kwenye basi sehemu yetu ya Ifahamu China ileo ni kwamba tunaungana na Zakia Pong ambapo ileo anatufahamisha jinsi mkakati wa ufufuaji wa maeneo ya vijijini unasaidia kubadili maeneo hayo kwa kufungua nguvu kubwa ya utalii wa kilimo ama mtindo wa kilimo pamoja basi na utalii. Tuungane basi naye Zakia Pong atufahamishe mengi zaidi kwenye sehemu hii yetu ya Ifahamu China.
Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mkakati wa ufufuaji wa maeneo ya vijijini unasaidia kubadili maeneo ya vijijini kwa kufungua nguvu kubwa ya utalii wa kilimo ama mtindo wa kilimo pamoja na utalii ambao unawezesha wakazi wa huko kutumia nguvu ya eneo lao, kuvutia wageni kutoka mijini na kuboresha uchumi wa huko. Mtazamo huu wa maingiliano umeendeleza mifumo mitatu: jumuiya ya kijijini inayounganisha kilimo, burudani na maisha ya jamii, mfumo unaowezeshwa na utamaduni, ukileta uhai mpya katika urithi kupitia uzoefu wa kina wa kitamaduni, na mtazamo unaoongozwa na teknolojia unaoimarisha kilimo cha kisasa na vifaa vya utalii wa kidijitali. Hatua muhimu katika kufanikiwa kwa mfumo huo ni kujikita katika chapa ya kipekee ya huko, kuboresha miundombinu na mafunzo kwa wakulima wapya katika huduma na biashara ya mtandaoni. Wanakijiji pia wanaandaa vivutio vya msimu ili kuhakikisha mvuto kwa mwaka mzima. Mji wa Moganshan katika kaunti ya Deqing, mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, ni mfano halisi wa jinsi mfumo huu unachochea ufufukaji wa vijijini. Moganshan, ambao awali ulikuwa maeneo ya mlimani, sasa umejenga heshima ya kuwa kituo cha ngazi ya kimataifa cha utalii, ukichochewa na sekta inayokuwa ya hoteli za majumbani. Mji huo ni maarufu kwa nyumba 800 za wageni zilizowekezwa na wawekezaji kutoka nchi 18 ikiwemo Ufaransa, Uingereza na Korea Kusini. Katika muongo mmoja pekee, umekuwa moja ya nyumba za wageni zinazoongoza nchini China, zikiingiza yuan bilioni 2.5. Katika muongo mmoja pekee, umekuwa moja ya nyumba za wageni zinazoongoza nchini China. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na basi mtazamaji, umewadia ule wakati wa sehemu yetu ya kujifunza Kichina. Katika sehemu hii basi tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi zaidi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第5课，我6岁。 Leo tunajifunza namba. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。这是几？5。这是几？9。这是几？2。这是几？6。这是几？8。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 岁岁也多大多大。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 岁岁 Tafadhali jibu swali langu. 你几岁？ 我6岁。
多大？多大？ Tafadhali jibu swali langu. 你多大？我6岁。也。 Tafadhali jibu swali langu. 他几岁？他也6岁。 Gurudumu la msamiati. Tucheze mchezo. Zungusha gurudumu kubwa. Tafadhali soma msamiati unaosimama kwenye sindano. Je, uko tayari? 也。大。岁。多。哥。弟。姐。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见. Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose basi kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Magoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.